Karibu tena msikilizaji na mtazamaji wa MTV Online popote pale ulipo, DRC, Tanzania, Burundi na Rwanda, Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Mimi ni Tryphon Odas nikikutangazia moja kwa moja kutoka mjini Kigoma, magharibi mwa Tanzania, pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Leo ikiwa ni Aprili 22 mwaka 2025, miongoni mwa yale utakayoenda kuyasikia ni pamoja na mashariki mwa Kongo kumeripotiwa mapigano katika sehemu mbalimbali tofauti, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Lakini serikali ya Tanzania imesema imeunda timu maalum ya wataalamu watakaoenda kufanya tathmini ya mafuriko yaliyotokea mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania na kuathiri nyumba 148, makanisa mawili na kuharibu miundombinu ya barabara. Msikilizaji na mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi ni kusihi tuweze kuambatana nami kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, kwa Steri Marivika akiwa pale mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni Tryphon Odas, karibu. Naam, taarifa tunaanzia huko Rubero ambako tunaweza kuwa taarifa zinasema waasi wa AFC M23 wamedhibiti vijiji vya Bunyatenge baada ya mapigano kati yao na wapiganaji wa Zalendo. Wakazi waliozungumza na MTV1 Online wamesema milio ya risasi ilisikika kwa muda wa kutosha. Baadaye wakaanza kuona askari wa jeshi la M23 wakiwa na kofia za kijeshi na silaha nzito wakiingia katika kijiji chao. Kijiji hicho kilikuwa mikononi mwa wapiganaji wa Zalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo FARDC, ambako kila siku huludi nyuma na kuachia waasi eneo hilo. Katika vijiji vya Kaheku, barabara ya Mangurujipa, ambako kumeripotiwa mapigano makali kati ya makundi mawili ya Wazalendo, sababu kubwa ya mapigano ikiwa haijulikani, ila wakazi wakishindwa kufanya shughuli zao kutokana na makundi hayo mawili, akisema mkazi huyu aliyezungumza na MTV kwa njia ya simu. Tatizo inakuwa ni Veranda na IPLC wanapigana, na wakati tuko nauliza wanasema wanaweza kushutumu IPLC inaweza kutumika na ADF, ndio maana Veranda inaweza kuwapiga hao wanamgambo wa IPLC. Si wote ni Wazalendo? Lakini ndio wote ni Wazalendo, lakini Veranda ni muungano wa vijana ndani ya miji mbalimbali ambao wajulikane ndani ya liste ya Wazalendo. Wakati waliona Wazalendo hawa IPLC hawaweze kufanya kazi vizuri kuweza kuprotege wananchi, ndio hiyo Veranda iliweza kulamuka katika vijiji mbalimbali. Na wanapigania wapi? Wanapigania Kaheku, ndio inakuwa ku kilomita 20 na mji wa Mangurejipa. Na je, watu wanaendelea kupita ama shughuli zimekatika? Kwa leo shughuli zinakatika. Siku ya leo kabisa ilikuwa matata sana, shughuli zinakatika. Hakuna mwenye anaenda Butembo, hakuna mwenye anakuya Mangurejipa. Nje inakatika kabisa. Sasa jeshi la serikali liko wapi wakati wanapigana? Jeshi la serikali iko na inaangalia kama itaweza kujadili hiyo shida namna gani, lakini jeshi la serikali iko njia panda, ingine vile iko Kaheku. Kwa sababu hata hapo kuna UPDF. Ndio UPDF iko na FARDC iko hapo Kaheku. Sasa nyinyi wananchi mnaonaje haya mapigano kati ya makundi mawili? Mapigano hayo, wananchi wanashutumu hao Wazalendo wa IPLC wanaweza kutumika na ADF kwa sababu mahali walipo ndio ADF inaweza kuua watu kila siku. Mnahitaji nini? Tunahitaji hiyo IPLC iweze kutoka hapo kwenye wanamiliki, ili watu waweze kuishi na waweze kufasilite FARDC na IPDF uweze kufuatilia ADF pale. Na kwa jumla hali ikoje ukiangalia tangu operation za UPDF na FARDC kufika maeneo hayo ya Mangurujipa? Kwa jumla kufatana na adui, hawaweze kufatana na adui, na wakati tunawauliza wanasema wanashindwa kufatana na adui kwa sababu hao wanamgambo IPLC wanamiliki hiyo maeneo, ndio wanashindwa kufuatilia adui. Wananchi wanasema hiyo IPLC iweze kutoka. Na tukitoka huko Mangurujipa tunajielekeza Kivu Kusini, ambako tunaungana na Thomas Batangalo William kuhusu hali ya mapigano Kivu Kusini na waasi wa M23 kujiondoa kwenye baadhi ya vijiji. Tukibaki Kivu Kusini tunaungana naye kwa mara nyingine Isaya Benjamin, mkazi wa Bunyakiri. Kwa sasa mhariri Bunyakiri ni amani kidogo, kwa sababu Wazalendo wanadhibiti mwingine yote pamoja na FARDC, na amani iko kwa sasa. Tangu ujuzi
watu waliwaza kwamba AFC M23 wamejiretire wenyewe kutoka maeneo ya Kasheke na maeneo ya Irambo na wengine Kabamba mu teritwari ya Kabare na teritwari ya Kalehe kule. Ukawaza kwamba wamejikonsantre mu aeroport ya Kavumo, lakini jana kwa kweli asubuhi tukasikia kwamba wametoka mu aeroport ya Kavumo wamepanda Chivanga munjia ya kuelekea Bunyakiri, na wengine wameingia mu plantation ya yenye iko karibu na parke, na kwa hiyo watu wakakuwa na wasiwasi kusema kwamba wazalendo watakuwa atake na yawezekana kutakuwa vita, lakini mpaka kwa sasa hakujakuwa vita, lakini wakaaji wanaishi hapa kwa amani kwa sasa. Wananchi wa Bunyakiri na pembezoni wanaomba kipi kifanyike? Kwa sasa kwa kweli wananchi wote wameunga mkono wazalendo kwa njia yote ile, na wanaunga serikali ya Kongo mkono kwa kusema watimue hao wa AFC M23 kusudi watu warudie katika makazi yao kwa amani katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwa Sud Kivu kwa upekee, hata kwa mji wa Bunyakiri mu teritwari ya Kale na Kabare pia. Hali ya maisha kwa jumla ikoje? Hali ya maisha ni ya wasiwasi kwa sababu watu wametumikisha barabara nambari 3 ya nchi, ila barabara hiyo watu wengi wanaoga kwa kupita ndani kwa sababu hawajue siku wanaweza kutana vita katika njia hiyo, kwa sababu wazalendo wengi wanakuwa karibu na Chivanga, na Chivanga huko nako kunaishi watu wa AFC, na watu wanakuwa na mashaka ya kutembea katika ile barabara. Ndio kwa maana wachuruzi wengi hawatembei kupata chumvi, kupata mboga, kupata kila kitu. Bunyakiri imekuwa na shida kabisa kabambi, kwa sababu mamoto ndio zinaanza kupeleka kila kitu na wengi hawatembei katika njia hiyo. Ndio utata watu wanaishi ndani, ila wanalomba kwa viongozi waangalie gisi ya kusindikiza hao wazalendo kusudi wazidi kufikia lengo ya kuleta amani katika Kivu mzima. Asante sana. Na baada ya Kivu tunakwenda mjini Kinshasa, ambako serikali ya DRC na Marekani inaweka makubaliano ya uchimbaji madini, makubaliano ambayo yatasaidia katika ujenzi wa amani na usalama wa taifa hilo, akisema Chabola Bintu, mbunge wa chama cha UDPS, chama tawala. Ni habari mzuri sana kupitia ile accord entre la RDC na Etats-Unis ya maneno ya madini. Ni ya mzuri sana. Kwa hiyo unaiwa ke ile vita yenyewe tuko nayo kueste iko tu vita ya benye banakuya iba ba minere yu baenda ujisha bale. Kole bapitia nyuma ya batu ngini, tunaomba bakuya directement baonana na gouvernement, basikilizane bapate ile majani kama batoto wa Kongo batezi pata amani. Kwa ile batu biko na kupia mingi ni kuiba majani kubape voisin yetu notama Rwanda yenyewe kunaenda ujisha kubala vingine. Jo ile ndio akori ya mzuri sana yenyewe tasaidia batoto wa Kongo et principalement batoto wa Est juu tukua na amani ya masiku mingi ya kwa majani kama biba natafuta majani baipate kunjia mzuri ole batikia kwa mwizi yenyewe biko nakuya iba na kuua bakongomani. Lakini mheshimiwa, unadhani kwamba wakipatia exploitation ya minere Marekani itasaidia nini wakongomani? Itatusaidia kwanja. Problemu ya kwanja bakongomani olie baende bakua kwa exploitation illicite ya minere, batadikwa ma entreprise ba investissement ya banki yenye tezi kamata bakongomani ndani ya makazi kazi fulani. Wao kwa Etats-Unis kuko ma entreprise ya mingi sana yenye kuna beve ya kupata madini yote yenye ndani ya Kongo, na ile bafungula masekretari yabo ndani ya Kongo olie baituma tu ya mzima. Brit inaomba baatia na industrie ya transformation sur le plan local ipermettre batoto ya mungini bapate gazi batumike juu basaidiana batengeneza mabarabara batengeneza inchi iendelea mbele juu batoto wa Kongo bapata hata faida kidogo ya majini yenyewe ndani ya bulongo hapo. Lakini mheshimiwa, unadhani hii inaweza kusaidia wananchi wa Kongo? Kwa sababu kuna malalamiko mengi. Wananchi wa Kongo wanasema Kongo ina mali mengi, ina madini mengi, lakini wananchi wake hawafaidiki. Kwa ile madini ya Kongo haiko namna batu biko na waza haiko mauvaise iko jeteti ile Kongo, hapana.
Angalia tu mapeyi voisin yenye kunaiba madini yetu, kunaiujisha plus de 30 ans depuis 1994 mpaka leo bakongomani tunakufa. Tuko na compter plus de 10 millions de morts juu ya ile bakuiba madini ile. Donc ya kufanya mzuri ni collaboration directe. Olia Amerika ite kuba pays ya ba voisin yenye abiko ba propriétaire ya madini benye biko na kuya iba biko na créer ma groupe armé juu baingia ndani ya Kongo baiba ba madini baujishe mundia mubaya. Ile ndio ilikuwa ina créer kukufa ndani ya Kongo. Kwa sasa namuna banakuya tout droit kukolabore na gouvernement, tunawaza ke itaprofite ba Congolais, itaprofite gouvernement, itaprofite batoto wa inchi juu si peke juu tupate umwe mwae ya kutuma inchi mbele kubatu bapata kwanza amani ndani ya Kongo. Puisque amani ndio ya muhimu sana. Unaiwa batoto biko nakufa kila siku juu ya ile richesse. Donc itakata directement pouvoir ya Rwanda yenye alikuwa anaiba madini na kuujisha na mapei zingine yenye ilikuwa inaingia juu ya kuiba ile madini. Abata ipata tena. Kwa Rwanda unaiwa hakuna ore, hakuna kasiteriti, hakuna maminere yenye kunaujisha kuinchi, hakuna maminere yenye kuna exporte. Sasa iko minere yenye kunapatikana ndani ya Kongo. Wale bapitia kuba mwizi, bapitia directement kuba gouvernement congolais, bapata ile tusigner contrat comme ça on va mettre fin et à la guerre, la guerre économique yenye ndani ya region itaisha. De deux, batoto wa Kongo batapata amani. De trois, développement itakuwa. Puisque Amerika haezi tuma batu yake ya kufanya exploitation ndani ya inchi epi biko na uwa batu pale. Haitakuwa tena. Donc maneno ya mauaji itaisha directement. Sasa ile makontra itafanikiwa na itaingia ndani ya execution. Lakini wananchi wanasema kwamba kuna unafiki unaotekelezwa na Union Europeenne, yani Umoja wa Nchi za Ulaya, Marekani, MONUSCO. Je, hauzani pengine huu unafiki vile vile ukawa vile kwa upande wa Marekani? Unaiwa na hata ukiseme unaiwa kile grand puissance yenyewe tuko ndani ya nchi, ndani ya monde na États-Unis. Donc mais bingine on peut compter les États-Unis, Europe tutezi compter vile mais États-Unis ko yulu yabo na États-Unis ko yulu il faut comme examen na signer directement na responsable numéro 1 bale bingine batapata hakuna shida hata moja. Donc mimi nawaza ke bale sasa unaona hata ile MONUSCO ilikuwa financé à 80 à plus de 60% par les Américains. DRC ambako Wakristo wa kanisa Katoliki wanaendelea kusikitishwa na kifo cha Baba Mtakatifu. Hubert Msomeko ni mchambuzi wa Goma, anaeleza. Naam, hiyo ni habari ya huzuni sana. Nasikia dunia na dini la Katolika linapoteza papa mkubwa. Unajua kama Papa Francis wa kwanza alikuwa akikuwa pembeni ya watu wasiojiweza, wa maskini, alikuwa akizungumzia sana mazingira. Alikuwa kabisa papa mwenye alikuwa akitafuta amani ulimwenguni kote. Yani ilikuwa kwangu uchungu sana kwa kusikia hiyo habari ya kifo la Papa Francis. Nadhani kwamba inaweza kuwa na impact ama inaweza kuathiri vipi kanisa ama dini ya kanisa Katolika? Na mnaona hapa ni kusema papa na yeye ndio anakuwa mkubwa wa dini ya Katolika duniani kote. Anakuwa akifariki pale kutakuwa ingine mradi ya kumtia mwingine papa, na hiyo itageuza vitu mingi sana, kwani kila papa sana anakuja anakuwaka akikuwa na hiyo tunaita kwenye lugha ya Kimombo politiki yake. Na mimi nawaza kama hiyo itageuza doktrini kabambi sana kwenye dini la Katolika, kwani hiyo papa mpya mwenye atakuwa naye na politiki yake. Ingine changement itakuwa ni kuangalia ngisi anakufa kwa sasa. Dini Katolika ulimwenguni kote inakuwa na uchungu sana na inakuwa kwenye hali ya kilio. Alafu
Ukiangalia kwa mfano upande wa Kongo, kwa sababu siku zilizopita Baba Mtakatifu aliwasili katika mji wa Kinshasa. Alikuwa hivi nasema ni papa mwenye alikuwa anapigania amani kwenye ulimwengu kote. Ulisikia kwenye mapichi zake zote alikuwa ikitumu vita duniani, haiko tu kwenye nchi ya Kongo, alikuwa si mbalimbali kwenye kuko vita ulimwenguni. Na hiyo kukuja Kongo ilionyesha kwamba ilionyesha jinsi anakuwa akipenda amani sana, na hiyo inaonyesha kwamba alikuwa akipenda amani hata na mwafrika. Kwani sasa alikuja Kongo alisema kwamba hiyo mainchi ya kigeni, hiyo mainchi ya magharibi inakuwa ikileta vita, iache vita kwenye nchi ya Kongo. Hiyo inaonyesha kama ni papa mwenye alikuwa akipenda amani, alikuwa akishutumu watu wote jenga amani. Na hiyo kukuja kwenye Afrika inakuwa special visit, kwa sababu haikuwa papa wote ndio walifika kwenye Afrika. Papa Francis iko kati ya wale wa papa wachache wenye walikuja kwenye Afrika. Hiyo inaonyesha kwamba hata hivi alikuwa tena rafiki wa Afrika. Naam, ni tukiachana na hayo sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo tunaeleza kuwa serikali ya Tanzania imesema imeunda timu ya wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini ya mafuriko yaliyotokea katika mji wa Kigoma magharibi mwa Tanzania na kusababisha takriban nyumba 148, makanisa mawili kuharibika pamoja na kufungwa kwa barabara inayoelekea uwanja wa ndege mjini Kigoma. Hayo yamesemwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, William Lukuvi, baada ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Kirumbe Shabani Ngenda kuliomba bunge la Tanzania kusitisha shughuli zake ili kujadili athari zilizotokana na mafuriko hayo yanayotokana na mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Kigoma. Katika jimbo langu la Kigoma mjini, eneo la kata ya Katubuka, kumekuwa na mafuriko tangu mwaka jana ambayo yamepelekea nyumba 148, makanisa mawili, kituo cha mafuta na barabara itokayo Mwanga kwenda airport kufungwa. Nilisimama katika bunge hili nikaeleza hali hiyo na kuomba msaada wa serikali. Sasa mvua zimeendelea kunyesha, na baada ya mvua kuendelea kunyesha hali ni mbaya zaidi. Wananchi hao kama umeona kwenye vyombo vya habari wanapiga kelele, wanamuomba Mheshimiwa Rais na serikali iwasaidie. Uwezo wa serikali ya mkoa na wilaya umepindukiwa na jambo hili kwa ukubwa wake. Naomba kwa heshima na taadhima ukubali wabunge wenzangu waniunge mkono tujadili jambo hili kama jambo la dharura. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, William Lukuvi, amesema tayari serikali imeunda tume na ya kuja kufanya tathmini ya athari ya mafuriko hayo katika eneo la mjini Kigoma. Lakini nawapa pole wananchi wote waliofikwa na maafa katika maeneo mbalimbali kutokana na janga hili la mvua linaloendelea. Wiki iliyopita tumesikia habari ya daraja kule barabara ya Mtwara ilikuwa imekatika maeneo mbalimbali ikiwepo hata jimbo la Isimani. Nilitaka tu kumhakikishia mdogo wangu Mheshimiwa Kirumbe kama angekubali baadaye tufike ofisini, mimi nimeunda timu ya kwenda Kigoma iende ikachunguze hayo ambayo tunafikiri yako nje ya uwezo wao. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan haiwezi kushindwa kuyafanya. Kwa hiyo nilimuomba Mheshimiwa Mwenyekiti uridhike hiyo, kwa sababu hata mwisho baadaye serikali itakuja kutoa majibu. Sasa nimeyatoa majibu. Naomba tuzungumze naye na mimi nitapeleka timu ili kushirikiana naye kuhakikisha yale yaliyo ndani ya uwezo wa serikali yanafanyika mara moja. Naam, kwa ripoti hiyo ndio tunatamatisha taarifa hii. tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Aprili 22 mwaka 2025. Sina shaka umehabarika vya kutosha msikilizaji na mtazamaji wetu wa MTV, lakini pia nikusihi uendelee kutufuatia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, lakini hata vile YouTube kwa jina la MTV Online, lakini pia tusikika eneo zima la maziwa makuu kupitia radio wa shirika. Kwa niaba ya mwandaji wa taarifa hii ya habari Austeri Marivika akiwa mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa mwambao wa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakia siku